Bwana, tunaenda kuendelea na pale tulipokuwa tumeishia katika sehemu yetu ya pili. Msimuliaji wako ni Kebe TZ. Simulizi yetu ni Mfalme wa Gaga. Nini kiliendelea? Twende nalo. Mvua kubwa ilianza kunyesha usiku ule, huku radi zikilipuka juu ya anga ya kijiji cha Gaga. Mwili wa mzee Mtabiri ulikuwa bado umelala chini, ulikuwa umejaa damu. Askari wote walikuwa kimya wakimtazama Kebe, lakini safari hii macho yake hayakuwa ya kawaida tena. Hasira ilimjaa moyoni kama moto wa kuzimu. Kainua ule mkufu wa kifalme juu. Ghafla ule mwanga ukaangaza kila kona ya nyumba. Askari wengi wakaanza kutetemeka. Huo ndio muhuri wa mfalme wa Gaga, mmoja alisema kwa hofu. Jenerali Razo alisimama taratibu huku akifuta damu kwenye mdomo wake. Basi ni kweli, wewe ndiye mrithi wa mwisho. Kebe akamwangalia kwa macho mekundu ya hasira. Umesema mfalme wa sasa ndiye aliyeua familia yangu? Razo akacheka kwa sauti nzito. Baba yako alikuwa dhaifu, alitaka haki kwa wananchi, na haki kuwa haiishi kwenye kiti cha enzi. Maneno hayo yalimchoma Kebe kama mshale wa moto. Na wewe ulikuwepo sehemu ya mauaji hayo? Razo hakujibu, alitabasamu tu. Hapo ndipo Kebe alipovuta upanga wa askari mmoja aliyekuwa amekufa chini. Akasimama mbele ya Razo. Sasa nitakuonyesha hasira ya moto wa mfalme. Vita kali ikaanza. Mapanga yaligongana kwa nguvu mpaka cheche zikapaa juu. Askari wengi walikimbia nje kwa hofu. Hakuna aliyesubutu kuingia katikati yao. Razo alikuwa na nguvu na uzoefu mkubwa wa vita, lakini kila dakika iliyopita Kebe alikuwa akizidi kuwa mkali zaidi. Ghafla Kebe alimkata Razo begani kwa nguvu. Aish! Razo alipiga kelele na kurudi nyuma. Damu ikaanza kumtoka kwa wingi, lakini kabla Kebe hajamaliza pambano lile, sauti nzito ilisikika kutoka gizani. Simameni! Askari wote waliinama chini haraka. Kutoka nje ya nyumba akaingia mwanaume mmoja mrefu aliyefunikwa joo jeusi. Uso wake haukuonekana vizuri, lakini kila mtu aliyemuona alionekana kuogopa. Razo akapiga goti chini. Mkuu! Kebe akakunja uso. Wewe ni nani? Yule mtu akasogea mbele kidogo mpaka mwanga ukagusa sehemu ya uso wake. Alikuwa na alama ya moto usoni. Mimi ndiye anayeshikilia siri zote za ufalme wa Gaga. Kebe akamnyooshea upanga. Niambie ukweli, nani aliyemuua baba yangu? Yule mtu akacheka taratibu. Ukijua ukweli wote leo, hutalala tena kwa amani. Kisha akatoa kitu mfukoni na kukirusha mbele yake. Kilikuwa ni pete ya kifalme ya baba yake. Machoni mwa Kebe machozi yakaanza kujikusanya. Hii ulipata wapi? Yule mtu akasema kwa sauti nzito. Nilikuwepo siku baba yako alipouawa. Kimya kizito kikaingia. Mvua ikaendelea kunyesha huku radi zikigonga kwa nguvu. Kebe akabana meno kwa hasira. Ukificha ukweli nitakuua. Yule mtu akatabasamu. Basi jiandae kusikia jambo ambalo litabadilisha maisha yako yote. Naam, hiyo ilikuwa ni sehemu yetu ya 3. Tukutane katika sehemu ya 4 tujue, je, ni ukweli gani huo unaotajwa? Ni ukweli gani unaozungumzwa? Ni nini kinachoenda kutokea katika sehemu ya 4? Mimi ni wako msimuliaji Kebe TZ. Cha kufanya subscribe, like, turn on notification ili kuwa wa kwanza kupata miendelezo inayofuatia. La kuongea zaidi sina, bali ni kuage tu kwa kusema bye.